Kwa hiyo nataka kuambia timu pinzani, Team Road hawana pa kupenyea. Maana ukitizama kocha wetu kawafundisha wachezaji wengi akiwemo huyu Mateo wa Team Road. Kwa hiyo sijui atafanya mbinu gani ambayo kocha wetu asijue. Chengine kwenye mechi yetu sisi tutaenda na neno kwamba namwambia kocha Madundo hapa, neno letu bora kufa kuliko unyonge. Sisi tunahitaji ushindi, hatuhitaji maneno. Na washabiki wa Mboriborini wanahitaji ushindi. Ikiwa kama mimi ni afisa wa habari, napenda kusema neno hilo. Ni kocha wa mpira miguu na ni kocha wa Team Road, timu ambayo tunategemea tukafanye mazuri na makubwa siku ya tarehe 30 mwezi huu wa 6 2025. Kwa niaba ya Team Road nipo hapa na nawakaribisha kwa chochote mlicho nacho na kuniuliza, karibuni. Malengo ya kuwepo hapa au kuwa na mechi kubwa yani ya mwaka huu hapa Zanzibar, malengo ni kumpongeza kwanza Dr. Mwinyi kwa alichokifanya katika kukuza michezo na pia kuboresha baadhi ya viwanja, lakini kufanya kila mtu ajue kama Zanzibar kuna viwanja vinatumika kwa ajili ya kukuza vipaji, pamoja na kuhakikisha utamaduni wa mpira unaendelea kuwa mkubwa Zanzibar. Na tupo hapa kwa ajili ya kufurahisha washabiki wetu wa Team Road, lakini pia washabiki wa mpira wa Zanzibar. Tupo hapa kwa ajili ya kuonesha kama Zanzibar mpira bado upo, licha kwa wachezaji wengi wanatoka hapa kwenda bara, muonekano ni mdogo, lakini tunaonesha kuwa hapa bado kuna nafasi kubwa ya kucheza zaidi na kuonekana na kuhamasisha pia ligi yetu kuwa bora zaidi na zaidi, na wachezaji walioko chini kunyanyuka kupata ubora zaidi. Na malengo ya kucheza hizi mechi ni kuwa na ukaribu wa makampuni, kwa ukaribu na mashirika, kwa na ukaribu na chama cha mpira, lakini pia kwa na ukaribu baadhi ya wachezaji ili kupata exposure kwenda zaidi na zaidi katika mafanikio ya mpira. Wachezaji ni wingi kusema leo kweli, almost na wachezaji karibu wa 30, na sitoweza kuwataja wote hapa kwa sababu wengine ni hakiba, ni siri au watakuwa kama surprise. Wachezaji ambao wanaonekana katika hii poster hii hapa, ambaye ni Awesu pamoja na Pacome Zouzoua, watakuweka katika mchezo, lakini zaidi na zaidi watakuwepo, na kama mnavyomuona captain hapa Mateo yupo, na watakuwepo wachezaji waliocheza ligi ya Zanzibar ambao ni wachezaji bora, lakini tumeamua tufanye ni siri ili iwe bora. Lakini kama kuna Zanzibar Finance, Faisal Salum Abdallah atakuwepo, Feitoto na wengine zaidi na zaidi waliocheza ligi ya Zanzibar kama kina Pina na wengine watakuwepo, ambao ni wachezaji ambao tunatamani tuone kila mara katika mpira wetu wa miguu. Kukusanyika wote pale mchezo unakuwa sio rahisi. Tumejiandaa vizuri, mwalimu katutrain vizuri na mchezo utakuwa mzuri, sio kama mnakutegemea labda utakuwa mwepesi au kwenda kuenjoy. Tunaenda kushindana, tuko tayari kwa mapambano na Wazanzibari wote. Tunaahidi tutawapa burudani na tutawapa ushindani mzuri, kwa paraha watu wa Mboriborini na wapenzi wa Mboriborini. La pili, kwenda kuonesha entertain football. Tunakwenda pale tunaenda kufanya kitu hicho, entertain football. Tutafanya hivyo na tuhakikishe tunapata ushindi, tuhakikishe watu wanakuja wanafurahi. Hatuende kucheza mchezo uliopooza, tunakwenda kucheza mchezo wa kasi na wa kufurahisha watu. Jambo zuri ni kwamba timu ya Mboriborini tutachanganya wachezaji. Tutachanganya wachezaji wetu wa Zanzibar ambao ni wachezaji wa Mboriborini ambao wana uwezo, na tutachanganya wachezaji kutoka Tanzania bara kwa ajili ya kuleta ladha ya mechi na kuleta msisimko katika mechi. Asalamu alaykum. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka siku ya leo kuwa hai. Cha pili, mechi itakuwa nzuri na itakuwa na tofauti kuliko mechi zote ambazo kwa ziliwahi kuchezwa hapa Zanzibar. Mechi itakuwa na wachezaji wengi wakubwa wa nchi tofauti. Pili, tumejipanga kushindana, ni mechi ya kushindana, sio ya kupass time. Tunataka kikombe, kama kikombe kipo uwanjani, nataka kikombe. Tumejipanga vizuri sana na mechi ya kesho kutwa. Kwanza ni ku gain experience, unajua ku gain experience. Cha pili ni kujifunza vitu vingi kwa watu ambao wamekuzidi, kwa sababu kutakuwa na wachezaji tofauti na mabeki tofauti, kwa napata kujifunza zaidi. Washabiki wa Mboriborini mimi nawaahidi wajitokeze kwa wingi kutusupport, tutawapa ushindi inshallah.
Kwa hiyo kama mimi ni kiongozi wa timu Rodi na tumejiandaa mechi hii kupata ushindi. Kama mnavyojua timu Rodi hatujai kufungwa katika mashindano yetu yote, tulipoanza basi tukenda mbele kwa mbele. Kwa hivyo mimi nasema Wazanzibari na Watanzania wote kwa jumla, hata waliokuwa kule Tanganyika, naomba waje huku kwa kuja kuitizama hii mechi. Hii mechi ya aina yake, na siku zote kila mwisho wa ligi huwa tunaandaa mechi hii na hatujahi kurudi nyuma, tunakwenda mbele. Kama unavyojua Zanzibar huisimamisha ikasimama, sasa ikajua leo kuna jambo, na tunaahidi nchi itasimama kweli kwa Jumatatu kuna jambo. Kwa hivyo nakuambia wapenzi wa mpira wa miguu, alikuweko Makunduchi, alikuweko Nungwi, alikuweko wilaya ya Kati, alikuweko wilaya Magharibi, tunawaomba wafike Mau waje kuona mpira. Zanzibar mpira unapendwa, na kuna watu wenye wapenzi wao wale wa Yanga, wa Simba, waje na Azam, wa timu nyingine waje kuwatizama wachezaji wao wapendwa, watakuwepo siku hiyo. Tunaahidi kuanzia saa 9, saa 8 wewe sogea uwanja Mau, usingoje ukahadisiwa. Sisi tunataka kuonesha kama kweli Team Rodi ni namba 1 hapa Zanzibar. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tumefanya timu mbili, Mboriborini na Team Rodi, kukuweko hapa pamoja na waandishi wa habari. Nisiwe mchoyo wa fadhila, napenda kukusalimieni kwa salamu ya Mboriborini. Nikisema Mbori kwanza, mnatakiwa mseme mtu baadaye. Mbori kwanza, mtu baadaye. Sauti jamani, mbona wanyonge kwa Team Rodi? Mbori kwanza, mtu baadaye. Nakushukuruni. Mimi ni afisa habari wa timu ya Mboriborini. Kwa jina naitwa Mohamed Abdi, umaarufu naitwa Matonya. Kwa Zanzibar katika wasemaji wa kwanza mimi, wa pili mimi, wa tatu mimi, wa tatu, wa nne watajijua wao huko, lakini mimi ndo msemaji hapa Zanzibar. Pia napenda kumpongeza rais wetu Mwinyi, kama mechi inavyozungumza kwamba Mwinyi kwenye michezo hatukudai, na natumai mnaijua Mboriborini shughuli yake. Na pia napenda kumpongeza kocha Ramadhan Madundo kwa kumpa mwaliko na kumkabidhi timu rasmi ya Mboriborini awe ndo kocha mkuu. Kwa hiyo nataka kuambia timu pinzani, Team Rodi hawana pa kupenyea. Maana ukitizama kocha wetu kawafundisha wachezaji wengi akiwemo huyu Mateo wa Team Rodi. Kwa hiyo sijui atafanya mbinu gani ambayo kocha wetu asijue. Chengine kwenye mechi yetu sisi tutaenda na neno kwamba, namwambia kocha Madundo hapa, neno letu bora kufa kuliko unyonge. Sisi tunahitaji ushindi, hatuhitaji maneno. Na washabiki wa Mboriborini wanahitaji ushindi. Kwa kama mimi ni afisa wa habari, napenda kusema neno hilo. Binafsi kwa majina naitwa Pablo Almas. Mimi ni mkurugenzi wa Almas Digital, lakini vile vile ni mfanyakazi na mtangazaji kutoka Crown Media. Tunayo furaha sana sisi kama taasisi ya Almas Digital kushiriki katika tukio kubwa sana. Nafikiri nilizipokea hizi taarifa kutoka kwa kaka yetu Arafat Haji, kutokana na kile ambacho kimeanzishwa kwa ajili ya kumpongeza Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi, kwamba mmesema wenyewe kwamba kwenye michezo hamumdai chochote. Well, jambo la kwanza lilikuwa ni kukabidhi jezi, kwa sababu timu Mboriborini ndio timu pekee ambayo ilitutafuta kwa ajili ya kuhitaji jezi na mambo mengine madogo madogo. Lakini kilichonileta mbele ni kwamba kuelekea katika mchezo wa kesho kutakuwa, na mimi mchezo wa kesho Jumatatu, maana tuko sana Zanzibar. Kuelekea katika mchezo wa Jumatatu kutakuwa na zawadi maalum ambayo nisingependa kuitangaza hapa. Tutatangaza baada ya mageti kuwa wazi. Mageti yanakuwa wazi saa ngapi? Saa 8. Basi na sisi tutatangaza zawadi maalum kwa mshindi ambaye atachukua kombe hilo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia tutakuwa pale kufanya full coverage ya tukio zima
kuanzia saa 7 mchana mpaka mwisho wa tukio. Kwa hiyo pia ni fursa kwa makocha, ni fursa kwa wahusika wa hizi timu, pengine tungependa zifahamike zaidi na sisi wa Tanzania kwa ujumla, Zanzibar na kwetu tunapenda sana michezo. So mimi nimefurahi sana kuona kwamba inajumuisha watu wote. Nipende tu kuwakaribisha kwa wale wote ambao bado hawajakata ticket. Ticket ni shilingi 3,000 tu. So kata tiketi yako, njoo furahie burudani ya mpira. Kukabidhi jezi kwa timu Boriborini haimaanishi kwamba na sisi tutakuwa tuna support timu Boriborini peke yake. Sisi support yetu imeishia hapo. Support inayofuata ni zawadi maalum ambayo tutaitoa, na support nyingine ni kufanya hayo matangazo ya mechi husika. Nashukuru sana na tunawapongeza kwa hatua kubwa mlofika, na asanteni kwa mapokezi mazuri, na tunaahidi kwamba tutashirikiana nanyi bega kwa bega. Huu ni mwanzo mzuri na naamini kutakuwa na muendelezo. Asanteni sana.